Kwanza nashauri kitu cha kwanza, jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Habari za wakati huu wa Tanzania. Kwa majina naitwa Captain Tesha, afisa kutoka Jeshi la Wananchi wa Tanzania katika kikosi cha Saki, kwa maana kwamba ni shule ya anga ya kijeshi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, kwa kunipa uhai na afya mpaka muda huu ambapo nazungumza nanyi wa Tanzania wenzangu. Nikiwa na maumivu makubwa sana moyoni juu ya haya yanaendelea katika nchi yetu. Nimejaribu kutafakari sana mpaka muda mwingine kufikia kumshirikisha Mungu kwamba nikiwa naiona hatari kubwa sana ambayo ipo mbele yetu kama taifa. Haikuwa rahisi hata kidogo kwangu mpaka leo hii wa Tanzania kuniona nikiwa mbele yenu naongea haya mambo. Haikuwa rahisi kwa sababu nazijua taratibu zetu za kijeshi jinsi zilivyokuwa ngumu, hasa kwa mambo kama haya. Haikuwa rahisi hata kidogo kutafakari mpaka kuamua kufanya hiki. Kwa maana hiyo sasa, nikiwa naifahamu hatari hiyo iliyopo mbele yangu juu ya hichi ninachokifanya kwenye utaratibu wetu, desturi zetu, pia katika mambo mengine, sitojali hizo hatari kwa namna yoyote. Sitomuogopa mtu yoyote, ila heshima kwa wakuu wangu itabaki pale pale. Hivyo basi nimeweza kuandika barua kwenda kwa wakuu wangu wa kazi, kwa maana kwamba CDF na wengine, kuwaeleza kwamba siridhishwi kabisa kwa yanayoendelea nchini na naiona hatari kubwa sana katika taifa letu. Hivyo basi ni vema kama jeshi kuchukua hatua haraka sana kabla hatujachelewa, kwa kuwa imani pekee iliyobaki kwa Tanzania ni jeshi lao. Japo muda mwingine wanasiasa wanajaribu kuliingiza jeshi letu kwenye mambo ya siasa, kulitumia ili uweze kufanikisha mambo yao, lakini tumebaki kuwa imara na bado tunaendelea kuaminika na Watanzania. Hivyo basi, kwa kuona hilo na kuona hali ambayo ipo kwa sasa, sehemu pekee na imani pekee ya Watanzania ni kwenye jeshi lao. Hivyo nashauri jeshi letu liweze kuchukua nchi haraka sana na kuweza kuweka mambo sawa kuliko kuendelea kulazimisha kwenda mbele, hasa katika hili swala la uchaguzi. Baada ya kufanya hivyo, liweze kuwasikiliza wananchi kwenye taarifa, kwa maana kwamba taarifa mbalimbali kutoka kwa wananchi ziweze kuwasikiliza na maoni yao. Wanasiasa wazalendo waweze kusikilizwa nao, wenye uchungu na taifa hili wapo, wanajulikana. Mfano, kuna huyu mzee wetu mzuri kabisa, huyu nani, Walioba. Mzee mzuri sana huyu, na sijui kwa nini wanampuuza. Kuna huyu Humphrey Polepole, kuna mzee Butiku, kuna majaji wazuri, mfano huyu Jaji Robert Makaramba na wengine wengi. Pia viongozi wa dini, makundi ya haki za binadamu, viongozi wa staff wazalendo, kwa sababu kuna viongozi wa staff wengine sio wazalendo. Wanaharakati wazalendo wanaoisaidia taifa kwa kuibua mambo mbalimbali, mfano mambo ya ufisadi, matumizi mabaya na madaraka, na kuibua mambo mengine ambayo yanaisaidia jamii kwa namna moja au nyingine kuweza kutatua kero mbalimbali za kijamii. Kama sasa tukipuuzia hili, basi tusije kuepuka lawama pindi mambo yatapokuwa mabaya. Yaani tusije kuepuka lawama kabisa kama tukipuuzia kufanya hivyo. Sasa nilikuwa naomba, kabla tujaendelea mbele zaidi, nilikuwa naomba kuna jambo moja tujaribu kuliangalia hapa. I think linaweza kutupa mwanga mzuri kwa mambo mengine ambayo nitakayoelezea hapo mbele. Kuna kitu kimoja kinaitwa deep state. Deep state. Nitaenda direct. Deep state ni kundi la watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali au taasisi za dola, ambazo wanafanya maamuzi za kushinikiza sera kwa siri bila kushirikisha au kutegemea ridhaa ya umma au viongozi walio madarakani kihalali. Mara nyingi kundi hili linaaminika kuwa linaendelea kushika madaraka hata serikali inavyobadili kupitia uchaguzi wa kidemokrasia. In short, ni serikali ndani ya serikali.
au kwa jina lingine unaweza kuita remote controller. Ni serikali ambayo inafanya kazi nyuma ya pazia, na mara nyingi wanatumia ushawishi wa taasisi kama zifuatazo: jeshi, idara ya usalama, polisi, mahakama, wakurugenzi, ma-CEO wa mabenki na taasisi za fedha, viongozi wakubwa wa kibiashara na matajiri wakubwa, media, mfano TV, redio na magazeti, wasanii na watu mashuhuri, na muda mwingine wanaweza kutumika bila hata wao wenyewe kujijua kama wanatumika na hao deep state. Sifa kuu za deep state hapa nitazielezea, zipo 4. Ya kwanza, hufanya kazi kwa siri au covert operation, na wanafanya kazi hivyo ili wasiweze kugundulika, kwa sababu wakigundulika inaweza kidogo ikawapa shida. Namba 2, hawajibiki moja kwa moja kwa wananchi. Mara nyingi wanawatumia wanasiasa ambao wako upande wao. Kuna wanasiasa ambao wapo upande wa deep state kwa tisho, kwa kutumia vyombo vya ulinzi na usalama, au wanaweza kutumia media. Na baadhi ya watu nashangaa tu influencer from nowhere, mtu anaanza kumtukana mwenzake bila sababu. Na wanaweza kumpinga au kumuondoa kiongozi aliyechaguliwa kama hawakubaliani naye. Mfano, wananchi labda wamemchagua kiongozi fulani ambao wao wamempenda, wameona kabisa huyu kiongozi ataenda kutusaidia kutukomboa katika nchi yetu au katika jamii yetu. Sasa kama huyo kiongozi ataenda tofauti na matakwa ya hao deep state, watafanya kila hila aidha kumuondoa kwenye madaraka yake au kumdhuru afya yake, ikiwezekana kabisa kumuua. Sasa zifuatazo ni dalili ambazo zinaweza kuonyesha kwamba katika nchi yako kuna deep state. Namba 1, maamuzi makubwa yanafanyika nyuma ya pazia. Sera muhimu zinapangwa na watu wachache wasiochaguliwa na umma, ambazo hazina maslahi kwa umma, na mara nyingi zinakuwa zinawakandamiza wananchi. Namba 2, idara za usalama zinakuwa na nguvu zaidi ya kawaida. Vyombo vya ujasusi, mfano polisi, usalama, vinaonekana kutenda mambo kinyume na sheria au kibali kutoka serikalini au bunge, kwa sababu muda mwingine wanapokea amri kutoka huko kwenye deep state. Namba 3, ukosefu wa uwajibikaji. Unaweza kukuta kuna hali ya rushwa au kuna rushwa ambayo imefanyika katika taasisi fulani, na unashangaa tu from nowhere watu hawachukuliwi hatua, wanaekeana kinga. Na inaonekana kabisa watu wamefanya hizo hujuma za rushwa. Hakuna uwajibikaji, unaachwa. Namba 4, kampeni za habari na propaganda. Hutumia media, mfano magazeti, TV, radio na mitandao kwa ajili ya kutengeneza propaganda pindi unapoona taarifa zao au siri zao zinajulikana. Utengeneza namna ya kuweza kuficha huo ukweli. Maslahi ya namba 5, maslahi ya kiuchumi na kiusalama. Watu wachache sana, mfano wafanyabiashara wakubwa, familia za kitajiri na taasisi za fedha, wanashirikiana moja kwa moja na maafisa wa usalama au jeshi. Yaani wanakuwa kitu kimoja, wanatengeneza bondi. Na pia mikopo au tenda au mikataba ya kitaifa ambayo ina faida, wanapeana wao kwa wao. Wanapeana maslahi wenyewe kwa wenyewe. Si watu wazuri hao. Namba 6, kukandamizwa kwa wakosoaji au whistleblowers. Wapiga filimbi au waandishi wa habari za kichunguzi mara nyingi wanakandamizwa, ikiwezekana kuuliwa au kudhuriwa pindi wanapotoa habari zao, pindi wanapofichuliwa. Na vyombo vya habari muda mwingine vinavyofanya hivyo, mara nyingi wanachukuliwa hatua. Hivyo vyombo vya habari vinachukuliwa hatua na hao watu kwa sababu wana mkono mrefu. Si watu wazuri hao. Huendeleza maslahi hata kama ni kinyume na matakwa ya umma au sheria. Wananchi hata mkipiga kelele vipi kuhusu hali mbaya au matatizo ya nchi, wao hawajali. Yaani wanafanya mambo kwa maslahi yao, hawajali wananchi hao watu. Hawajali kabisa. Wanafanya mambo kwa faida zao wenyewe.
Sasa kwa namna hiyo mnaweza mkapata clear picture kuhusiana na hili jambo la deep state. Kwa mnaweza mkafanya comparison, mnaweza mkaangalia hali halisi na kinachotokea nchini kwetu. Je, hiko kitu kweli ni kipo? Kwa mimi ninavyoona na kwa ajili na kwa namna ambavyo nchi yetu inavyoendelea, hii jambo lipo. Lipo kabisa bila hata kuficha, hakuna kuficha hapa. Hili jambo lipo na linaongozwa na CCM mtandao, wanajiita mtandao hapa. Wapo chini ya Kikwete, Rostam Azizi, wakina marehemu Bernard Membe, Mungu lazima roho yake mahali pema peponi. Hawa watu ndio wanasababisha Tanzania isiendelee, wanarudisha nyuma nchi yetu. Na vile vile waliweza walimhujumu sana Dr. marehemu John Pombe Joseph Magufuli. Yeye mwenyewe alisema kuna watu wanamhujumu na Kikwete mmoja wapo. Alisema Magufuli bila ubishi. Hawa watu wa Tanzania wanatakiwa mwajue kwamba hawa watu hawana nia njema ya taifa hili. Hawana nia njema kabisa. Hawa ndio wanasababisha maendeleo yasipatikane kwenye taifa letu na usalama usipatikane kwenye taifa letu. Pindi nchi inapotaka kujikwamua iende sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hawa wanatengeneza vipingamizi. Wanazuia. Kwa manufaa yao binafsi. Ikitokea mikataba ambayo ina manufaa kwa nchi, wao wanaingilia kati, wanaichukua wao na wanajinufaisha wao. Wananchi msitegemea kuendelea hapo. Mtapata shida. Nashangaa tu changamoto haziishi hospitalini, dawa za wagonjwa. Hivi kweli nchi yetu mpaka ilipofikia mpaka leo hii tunahangaika na dawa za wagonjwa kweli? Hii haileti picha nzuri kwa kweli. Yaani baada ya kwenda mbele kama taifa tunarudi nyuma. Na hawa watu sio kuwavumilia. Kikwete sio mtu wa kuvumilia kabisa. Na tusione haya kueleza ukweli. Tusione haya kueleza ukweli katika jambo hili. Hawa watu sio wazuri. Na kwa mujibu wa Humphrey Polepole aliweza kuelezea vizuri ile jambo. Kwamba hawa watu walikuwepo tangu kipindi cha Mwalimu Nyerere. Na waliweza kutaka kujaribu kurubuni uchaguzi wa mwaka 1995. Walitaka waingie wao kwenye huo uchaguzi. Unaweza mkaona sasa namna hawa watu waliokopo na watu hatari. Hawa watu hawakubaliki na tusikubali kama taifa. Tusikubali kwa ruhusu hao kwa sababu hawa watu wakiendelea kuwepo, wakiendelea kushika hizi nyazi, tusitegemee kupata maendeleo. Tusitegemee kabisa. Na tuambiane ukweli wa Tanzania. Na ukweli siku zote tukiambiana ukweli unaponya taifa. Kwa hiyo kila mtu akikaa kimya, kuogopa sijui haitosaidia. Tutazidi kurudi nyuma hata mfanye kazi vipi my friend. Mtaletewa makodi ya ajabu, mtaletewa hiki, hata faida yenyewe kwenye biashara yako hutaiona. Na ndivyo kinachoendelea hata sasa hivi. Mnajionea wenyewe. Kwa hiyo hawa watu CCM hawa mtandao sio watu wazuri. Sio watu wazuri kabisa. Wadhibitiwe. Wanalihujumu taifa. Kabisa. Wanalihujumu taifa hawa watu. Wachukuliwe hatua kali. Wadhibitiwe kabisa. Na muda mwingine wanajaribu kutafuta zile sehemu ambazo zina nguvu. Mfano kama jeshi letu. Jeshi letu still bado lipo imara sana. Lipo imara sana. Wao wenyewe wanaona hii ni sehemu pekee ambayo wanaweza wakajifichia au wakapita huko kurahisisha mambo yao. Mfano wa mambo ya uchaguzi. Wanajua kwamba wakitumia jeshi wanaweza wakapitisha mambo yao. Na hili swala sio zuri. Na mimi ningependa nimshauri afande CDF awe makini sana hawa watu. Hapo. Asipokuwa makini nao tutalipoteza hili taifa. Watanzania hawatakuwa na sehemu nyingine ya kulilia. Sehemu pekee iliyobaki sasa hivi ni kwenye jeshi. Jeshi ndio ambao iko strong mpaka muda huu. Hizo sehemu nyingine, sijui mahakama, polisi, tayari Watanzania hawaziamini. Na huo ndio ukweli. Tusifiche mambo hapa. Huo ndio ukweli. Tusifiche mambo. Hebu afande CDF naomba tuangalie kitu kimoja na wenzangu. Mnaweza mkapata tafakari kidogo hapa. Tunajua katika jeshi letu kuna watu wa aina mbalimbali. Wako wengi sana. Kuna waumini wa Askofu Gwajima. Kuna watu ambao pia walikuwa wanampenda Magufuli. Kuna watu ambao pia ni waumini wa Roman Catholic. Na ambao pia wamesikitishwa sana na kupigwa kwa huyu padri wao Father Kitime. Kuna watu pia ambao ni watu ambao wanapenda haki. Wanachukizwa tu na mambo ambayo yanaendelea nchini. Wapo kwenye jeshi letu. Wapo watu wengi wazuri wapo.
Pia tuna watu ambao ni kabila la Kimasai ambao pia wameumizwa sana na swala ambalo linaendelea huko kwa ndugu zao, ikiwemo na wao wenyewe kuondolewa kwenye hii Ngorongoro na Loliondo, kufukuzwa. Wapo kwenye jeshi letu wa Masai, wapo. Wapo wengi sana. Pia kuna askari ambao ni ndugu, jamaa na marafiki na watu ambao waliotekwa na kuuawa. Wapo ambao wana undugu au na urafiki. Wapo. Wapo wengi. Sasa hebu tutafakari kitu kimoja. Sasa kama hawa watu wapo na kwa namna moja au nyingine wameumizwa na haya ambao au wameathirika kwa namna moja ama nyingine na baadhi ya matendo ya serikali, kwa mfano kama kupigwa kwa Faza Kitima, au Katoliki ambao ni askari watajisikiaje? Kufungiwa kwa kanisa kwa la Askofu Gwajima, au waumini ambao ni askari kwenye jeshi letu wanajisikiaje? Au wa Masai, maafisa na askari ambao ni wa Masai wamefukuzwa Ngorongoro huko ndugu zao, au ongezekana wao wenyewe watajisikiaje? Au askari na maafisa ambao ni wapenda haki, wanapenda tu kuona kwamba nchi inaenda katika misingi ya haki, wakiona haya yanayoendelea nchini watajisikiaje? Sasa vipi sasa ikionekana kwamba hao wanasiasa wanajaribu kulazimisha jeshi litumike kuwanufaisha wao, hasa chama tawala? Hawa watu hawa watajisikiaje? Watahisi vipi wakati chama tawala hicho ambacho kimeshika dola ndicho kilichowaumiza, kilicholeta machungu, kufungiwa kanisa, kufukuzwa kwa Masai Ngorongoro, wa Katoliki kwa Faza Kitima kupigwa? Unadhania watajisikiaje watu? Siki mnanielewa? Kwa hiyo tujiepushe sana Afande Sidif, na kuomba mkuu wangu, tujiepushe sana kukubali au kukubaliana na hawa wanasiasa kujaribu kuweka mambo yao ya kisiasa, kututumia sisi kupitisha mambo yao ya kisiasa, kutengeneza fia kwa Watanzania. Tusiruhusu watu wafanye hivyo. Tutaligawa jeshi. Hawa wanajeshi hao waliofanywa haya yote nilioeleza, wana maumivu, tunajua wana maumivu makubwa kiasi gani? Wanajisikiaje kwa ambayo yanafanyika? Au waliotendewa ndugu zao, maaskofu zao, wanajisikiaje? Unajua wanawaza nini kwenye akili zao? Je, vipi sasa wakihisi kwamba hao wanasiasa wanataka kulitumia jeshi lao, watajisikiaje? Si wataona kama jeshi nao limewatenga, liko upande wa watu ambao sio watu wazuri? Hii ni hatari sana kwa taifa. Tusikubaliane hata mara moja. Na mimi binafsi sikubaliani nayo. Sikubali jeshi kuhusishwa na mambo ya siasa, kwa sababu ni hatari. Ni hatari kwa taifa. Tuambiane ukweli. Yaani ukweli utatusaidia sana. Na haya mambo hata alishasema baba wa taifa Mzee Warioba, alishakataza sana. Tusirihusishe jeshi kwenye mambo ya siasa. Tutaharibu nchi. Tutaleta mgawanyo mkubwa sana. Kuna maaskari na maofisa ambao wanapendezwa sana na the way huyu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anavyofanya hizo siasa zake, wanapendezwa nao. Huwezi kumlazimisha mtu, hivyo kitu kipo moyoni mwake. Sasa vipi sasa wakiona kwamba jeshi linahusishwa na wanasiasa wanalitumia kwenye mambo ya watu watawala ambao wamemzuru au wanaendelea kumshikilia vibaya huyo wao Tundu Lissu, watajisikiaje? Tunatengeneza bomu ambalo linaweza kuja kutulipukia baadaye tukashindwa kulidhibiti. Tujiepushe sana na haya mambo. Sio mambo mazuri kabisa, yanahatarisha taifa letu kwa kweli. Tusiweze kuyavumilia kabisa, tuwe wazi kuyaongea. Sasa huu ni ushauri wangu kwanza, tusidanganye kwamba wananchi hawajui kinachoendelea. Hilo swali inabidi tulitoe kabisa akilini mwetu kwamba wananchi hawajui wananchi wanajua vizuri kinachoendelea. Tusijidanganye kwa hili.